Meja Jenerali Samuyo ni ngome yetu ya ushindi. Ndio maana tumechagua kwenda Meja Jenerali Samuyo. Panapokupa amani ndipo unapopachagua. Kwa kama msimu uliopita tumecheza pale zaidi ya mechi 10 na tumepata sare 2 tu, maana yake ni kwamba hii sehemu sisi kwetu wana Simba ni sehemu salama kweli kweli. Kwa hiyo tumechagua sehemu salama ambayo inaweza ikatusaidia kutimiza malengo yetu ambayo tumejiwekea msimu huu, ambayo ni ubingwa wa ligi kuu ya NBC. Msimu uliopita Meja Jenerali Samuyo imetupa ubingwa wa kombe la CRDB. Kwa hiyo mwaka huu tukasema acha tukachukue na ubingwa wa NBC. Mwezi wa 9 mwaka huu tunaanza rasmi ratiba ya michuano ya kimataifa, na Simba Sports Club tunaianza raundi ya awali kwa kucheza na timu ya Might Wonders ya pale Malawi, na mechi yetu Simba na Might Wonders ya kwanza ya raundi ya kwanza itakuwa ni tarehe 6 ya mwezi wa 9 mwaka 2026, na mechi yetu ya marudiano sisi na wao itakuwa ni tarehe 13 ya mwezi wa 9 mwaka 2026, mechi ambayo itapigwa Dar es Salaam. Uwanja tutakuja kuwatangazia hapo baadaye. Kikosi chetu kinataraji kuondoka tarehe 4 ya mwezi wa 9 mwaka huu 2026 kuelekea Malawi. Taondoka hapa asubuhi kwenda kuwafuata wapinzani wetu Might Wonders. Tapumzika, tafanya mazoezi jioni ya tarehe 4, tafanya mazoezi tarehe 5 na tarehe 6 tutaamkia uwanjani kwenda kupigania mnyama kufuzu kwenda hatua ya kwanza na hatimaye ligi ya mabingwa na hatimaye hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika. Tunakwenda tutarejea tena kwenye michuano ya kimataifa baada ya msimu jana kuwa na anguko baya kweli kweli. Kwa miaka mingi tangu tumeanza kujipambanua kwenye uga wa kimataifa hatujawahi kuishia hatua ya makundi, lakini katika hali ya kushangaza kweli kweli, mwaka jana tumeshindwa kuvuka kutoka hatua ya makundi na kwenda hatua ya robo finali. Ilikuwa ni mwaka mzito kwa Simba Sports Club, ulikuwa ni mwaka mgumu kwa Simba Sports Club, na ulikuwa ni mwaka wa fedheha kweli kweli, timu kubwa aina ya Simba Sports Club kushindwa kuvuka hatua ya makundi na kwenda hatua ya robo finali. Sisi failure yetu ambayo tulikuwa tumejiwekea kuwa ndio benchmark ya kufeli ilikuwa ni robo finali, lakini mwaka jana tukashindwa kuvuka hata hatua ya makundi na kufika hatua ya robo finali. Sasa ya mwaka jana yameshapita, yaliyopita si ndwele. Tumekaa chini tukafanya analysis ya kiutawala na ya kiufundi, tukaangalia tumekosea wapi, tukapata majibu na tukafanya usajili mkubwa ili uweze kuja kutusaidia kwenye michuano ya kimataifa. Ukiangalia wachezaji tuliokuwa nao ambao tumewasajili ni wale wachezaji ambao kwanza wana energy, lakini wana experience na exposure kubwa ya kuisaidia Simba kwenye michuano ya kimataifa. Imani yetu ya kwamba mwaka huu kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu tutavuka hatua ya makundi, tutakwenda mpaka robo finali. Lakini bado robo finali sio hatua ya kujivunia kwa Simba Sports Club. Malengo yetu kwenye michuano ya kimataifa msimu huu ni kucheza nusu finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Haya ndiyo malengo yetu, na tunamuomba Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kuyatimiza malengo haya ya kufika hatua ya nusu finali. Na kila tukitazama timu yetu, kila tukiwaangalia wachezaji wetu, unaiona Simba hiyo ambayo inakwenda kutimiza haya malengo na kukata kiu ya mashabiki kwa kufika hatua ya nusu finali. Kikosi kinaondoka tarehe 4 ya mwezi wa 9 kama ambavyo nimesema, lakini kwa kuwa tunakwenda Malawi
tumeandaa vile vile safari ya mashabiki ambao tutasafiri kwa njia ya basi kuelekea Malawi. Hii itakuwa ni mara ya pili tunasafiri kuelekea Malawi. Tumeshawahi kusafiri tukaenda kucheza na Nyasa Big Bullets kama mnakumbuka, lakini vile tumeshawahi kusafiri kwenda Zambia kwa kutumia usafiri wa basi. Tumewahi kusafiri kwenda Uganda kwa kutumia usafiri wa basi. Hizi ni rekodi za miaka ya hivi karibuni. Kwa hiyo safari hii tunakwenda kucheza na Mighty Wonders ambao ni mabingwa wa Malawi. Tukasema tusiache timu iende peke yao na tusiwaache wachezaji waende peke yao, tuambatane na mashabiki watakao kuwa tayari kwenda kuipambania Simba huko, kwenda kuiteka Malawi na kwenda kufanya balaa kubwa. Sisi tunaamini huu ukanda wote wa kusini mwa Afrika, huu ukitoa Afrika Kusini, ukanda wote huu, sio Botswana, Malawi, sio Zambia, Zimbabwe, ukanda wote huu Simba Sports Club tuna uwezo wa kufika na kuiteka nchi husika na kuiweka chini ya uangalizi mkali wa mashabiki wa Simba mpaka pale mechi itakapomalizika. Kwa safari hii tunarejea tena Malawi, na safari hii tunataka kuvunja rekodi ya kusafiri na mashabiki wengi kweli kweli kuwahi kutokea. Kwa mantiki hiyo basi, tutakuwa na msafara wa mashabiki wa Simba ambao safari yetu itaanza tarehe 3 ya mwezi wa 9 saa 12 jioni, saa 1 kamili jioni. Safari yetu itaanzia hapa Dar es Salaam mdogo mdogo kuelekea Lilongwe, mji mkuu wa Malawi. Tutarejea Dar es Salaam tarehe 6 ya mwezi wa 9, kwa maana baada ya mchezo kumalizika, mnyama ashachukua zake ushindi wa kutosha pale Lilongwe Malawi. Hapo mashabiki ambao tumesafiri na basi, tunaingia kwenye mabasi yetu, tunarejea Tanzania kwa ajili ya kuja kuendelea na shughuli nyingine. Kwa hiyo utaratibu wa safari ni kama ufuatavyo. Tunataraji kuondoka Dar es Salaam saa 1 kamili usiku siku ya tarehe 3 ya mwezi wa 9. Safari yetu itaanzia Ubungo kwenye kituo cha mafuta cha Engen mkabala na Ubungo Plaza. Ni sehemu maarufu ambayo tumekuwa tukianzia safari yetu hapa. Kwa wale ambao wamesafiri kwenda Ngorongoro wanakumbuka sehemu ambayo tulianzia safari yetu. Na safari hii ni tofauti kidogo na safari za kikawaida za mashabiki. Hii ni safari ya luxury, ni safari ya kuenjoy, ni safari ya kufurahia, ni safari ambayo tunakwenda huku tunafurahia safari yenyewe. Ni safari ambayo ndani yake kunakuwa na burudani, kuna entertainment ya kutosha.